Umepata wapi ujasiri wa kunifokea mimi mamako? Na kuuliza wewe Kai. Yaani unanyinyoa domo lako na kunifokea mimi kama mtoto wako? Nikuulize kitu. Huyo Zawadi ni nani humu ndani? Kwa hiyo Zawadi ni wa muhimu sana humu ndani kushinda mimi mamako au mdogo wako, si ndivyo? Zawadi ni mwanamke kama ulivyo wewe. Na ataendelea kukufokia kila unapokiuka wajibu wako kama mzazi kwenye hii nyumba, mshenzi mkubwa wewe. Unaniambia mimi mshenzi? Umepata wapi ujasiri wa kuniambia mimi mshenzi? Haijalishi kakukosea mara ngapi na amekukosea wapi, lakini tambua huyu ni mzazi, na mzazi hakosei hata siku moja. Hatabaki kuwa mama kwetu, na lazima ubaki kwenye mipaka yako na wajibu wako. Hauna haki ya kumwadhibu mama. Huyu ni mama yetu, hata kama yeye katukosea, lakini wewe hauna hadhi ya kumwadhibu. Utabaki kwenye mipaka yako. Naomba unisamehe sana. Mimi hizo picha jamani, hakuna chochote kinachoendelea. Kakangu naomba mwambie ukweli. Huyo ndo alinifuata nyumbani akaniambia boss Kai anataka kuja kunioa. Mimi sielewi chochote dawa. Naomba unisamehe. Ukweli gani? Bizo. Nimekupa kazi, alafu mnataka kuniletea watoto wenu hapa, si ndio? Hapana boss. Huyu kweli anajua, anasema. Nimekuuliza zaidi ya mara 3. Una uhakika huyu ndo anatembea na Kai? Ndio boss. Yeye. Kwa hiyo wewe unataka kucheza na akili zake, si ndio? Dada mimi nasema ukweli jamani. Wewe mkaka mwambie ukweli. Dada mimi nasema haki ya Mungu. Usicheze na akili yangu Kim. Unajua mimi ni mtu mwingine kabisa. Dada nisamehe jamani. Mimi sijafanya chochote kile na kwa pia mlizuli kaka naomba unitetee. Naomba kusema kweli. Ukweli wako unataka uamue maisha yako. Kwa nini unakaa kufanya mambo ya kitoto? Naomba unisamehe. Wallahi nakwambia mimi sina uhusiano yoyote na boss Kai. Kaka naomba unitetee jamani. Bizo. Kuna mtoto gani mnaendeleza hapa eh? Ndio boss, ni mtu sahihi. Hata picha pia zinaonyesha kwamba ndio mtu ambaye anatembea na Kai. Niko naelekea sokoni. Akaniambia ongea unataka kuona boss Kai. Sasa mimi nikawa sijamuelewa. Sina mahusiano yote na boss Kai, nakuomba dada nisamehe mimi. Sikiliza Kim. Utakapotoka katika hili jengo, sitaki nisikie habari zozote au kitu chochote kilichofanyika katika hili jengo. Kama nitakisikia sehemu yoyote, basi jua maisha yako. Mimi na hapa utasikia kukosa. Nakuwa pia jamani. Yaani siamini mtu kama wewe, jembe langu, mtu ambaye nakuamini sana. Unashindwa kazi ndogo ndogo kama hizi, eh? Tumefanya madili mangapi? Yaani umejua kuniangusha kweli. Kwa nini mnizuia sasa pale? Unataka kuniambia nini? Ungeniacha pale walau mkono wangu ushushe kofi kwenye shavu lake. Ingemkumbusha hii ni nani kwenye hii nyumba. Kwa nini mnizuia sasa? Hapana kaka Kai. Haukustahili kufanya vile. Sikustahili nini Zawadi? Kwa hiyo unapenda kunyanyasika humu ndani? Wewe mtu anakuzimisha ufanye mapenzi na mbwa. Huyu ni mtu kweli au ni shetani? Siwezi kuvumilia hii hali endelee kwenye hii nyumba. Siwezi. Naelewa kakaangu maumivu nayopitia. Lakini hii siku ya leo ungesubutu halau mara moja tu ukanyanyua iko kiganja chako na kumpiga mama.
usingekuwa na maelewano mazuri kati yako wewe na baba? Au wewe ndo unapenda kutokuwa na maelewano mazuri kati yako wewe na baba? Na ukiangalia wewe ni mtu mwenye busara sana humu ndani. Hata sisi wenyewe tunajifunza kutoka kwako. Unataka ushushe hiyo heshima yako? Na kuhusu mimi haya manyanyaso, mimi nimeshazoea na nimeshakubali kukabiliana na kila hali ya humu ndani. Wala usijali kuhusu mimi. Sasa mama, ndio umefanya nini yani? Kwa hiyo litaka nifanyeje? Anifokee mimi nimwangalie tu, si ndivyo? Mama, hivi umesahau kama sisi tuna mpango wetu humu ndani? Isitoshe sasa hivi mimi nipo bega kwa bega na wewe, yaani mpaka kieleweke. Au umesahau kama umemshauri kaka Kai aoe? Vipi kama akikataa kuoa? Utamshauri vipi na amuelewani? Mama, jishushe basi, ili mambo yetu yaende sawa. Kweli mwanangu, kwa sasa umekuwa mpaka unatambua kama tuna jambo mimi na wewe. Nimefurahi kusikia. Kwa hiyo tunafanyaje mtoto wangu? Sasa hapo inabidi msubiri Kai. Akifika tu umuombe msamaha. Tena ujishushe mpaka akuelewe. Hapo kwenye msamaha sio kama nitaweza. Yaani mimi kabisa nimuombe Kai msamaha siwezi. Sasa usipomwomba wewe msamaha, huu mpango wetu utafanikiwa vipi? Umejaribu kufikiria? Mimi nachokuomba mamangu, jishushe tu, mambo yetu yaende sawa. Hivi basi. Okay, sawa, nitajaribu kumwomba huo msamaha. Una hasira eh? Naelewa kakaangu, maana mpaka mikono yako inatetemeka. Lakini mimi kama ningekuwa nataka kumwadhibu mama, ningemwadhibu zaidi yako. Lakini ni vile tu nina heshima na busara ndani yangu. Na siku zote mtu mwenye heshima na busara hawezi kufanya mambo ya ajabu. Sawa Zawadi, nimekusikiliza na nimekuelewa, ila bado kuna jambo nashindwa kuelewa kuhusu wewe. Kwa nini unajali sana hisia zangu kuliko kujijali wewe? Maana wewe ndio unapitia mateso huko ndani, ila cha ajabu unanijali mimi badala ya kujifikiria wewe. Na kuhusu hayo manyanyaso mimi nimeshazoea. Sawa kakangu. Na pia na kuona bado hauko sawa. Mimi nakushauri tu, nenda ukachangamane na watu kidogo, marafiki, ndugu au hata jamaa zako. Ukishakuwa sawa, utarudi nyumbani. Of love, nilipoingia sikujua if my heart was ready for this. Macho yakacheka nje, lakini ndani kulikuwa na silence.
Dawada, si ukavutie nje. Kwa hiyo starehe zako mziniuze hadi mimi ha? Ina maana gani mimi kulipa kodi hapa? Ikiwa wewe ndio unanipangia masharti. Hapa ni kwangu. Nitavutia sehemu tu nitakayopenda. Iwe ni chumbani, jikoni, chooni, popote. Kwa sababu una uhuru na kodi yangu. Kwa hiyo acha kunipangia masharti kwangu. Wewe endelea tu kuninyanyasa. Na mimi sio naolewa na tajiri. Nitakunyanyasa zaidi unavyoninyanyasa. Hivi nadhani mimi sina akili mdogo wangu. Hapa nalewa navuta sigara ni kwa ajili ya hatima yako. Lengo langu mimi wewe uolewe katika hii ndoa. Uwe na maisha yako, uwe na furaha na familia yako. Lakini nitafanya juu chini nijue huyu mwanamke aliyeteka akili ya Kai ni nani. Leo kuna mwanamke nilimfuatilia na nikajua ndiye anayependwa na Kai. Kumbe si mwanamke huyo. Natamani sana nimjue mwanamke aliyeteka akili Kai. Na nikimjua ama zangu ama zake. Dawada, hivi akili zako waga zinafikiriaga wapi? Muhusika mwenyewe yupo Kai. Sasa umuulize tu mwanamke ambaye amempenda kuliko kujipa mapresha, kunyenyesha mapombe, masigara unajiumiza. Muulize mwenyewe Kai. Mama. Mama. Samahani mama. Na shida gani? Mimi naomba msamaha kwa lile tukio lililotokea pale mchana. Sisi ni watoto wako mama, na tumekukosea. Ndio maana nimekuja kuomba msamaha. Na pia namwombea msamaha na kaka Kai kwa lile tukio alilotoka kulifanya pale. Naomba utusamehe mama. Kwa hiyo wewe unajikuta nani? Kwamba ni special sana huko ndani, si ndivyo? Unamwombea msamaha Kai wewe kama nani? Mke, mchumba au mother house huko ndani? Hapana madam. Ila nimetia makosa yetu. Ndio maana nimekuja kuomba msamaha kwako. Wewe una kiranga sana eh? Hapana madam. Unataka usajili? Unataka utawala huko ndani? Umeongea kitu cha maana sana. Lakini inahitaji akili nyingi sana. Nitalifikiria hilo. Kama mwanamke nikimjua, ama zake ama zangu. Dada, wewe fanya vyote ila nakuomba chochote kinachokukuta mimi nisihusishwe. Hivi unajua niko tayari kufa kwa ajili yako mdogo wangu. Niko tayari kwa kufanya kitu chochote, hata kumuua huyo mwanamke ambaye anapendwa na Kai. Kusudi wewe uolewe kwenye hii ndoa. Mimi hata kama nikifungwa wala sitojali. Cha msingi wewe kwenye hii ndoa uingie. Basi. Sina kuuliza wewe.
Umekuwa bubu? Huongei wewe? Bado uko kimya, si ndivyo? Shenzi wewe. Siku nyingine usinisumbue. Nishakuambia wewe, nikiwa nimelala sitaki usumbufu. Sawa wewe paka jikoni? Sawa madam. Kazi yako jikoni na kuonja michuzi. Umenielewa? Sitaki usumbufu. Mshenzi wa tabia wewe. Mume wangu, mbona hujalala usiku wote huko macho? Shida ni nini? Mke wangu, yaani kuna jambo ambalo linachanganya sana akili yangu, na kila nikitafakari, yaani nashindwa kulipatia jibu kamili hili swala, na linanifanya nikose hata lepe la usingizi. Mke wangu, Jambo gani hilo linalokuumiza usiku wote huu wa manane? Niambie basi na mimi nipate kujua. Unajua, nikijitathmini hali ambayo niko nayo sasa hivi, mguu wangu umekuwa ni mbovu. Sina uwezo wa kuishughulisha na shughuli yoyote ile ili kuingiza kipato. Mke wangu, wewe ndio unapambana kuhakikisha mimi nakula na napata mahitaji yote muhimu. Sasa kitu ambacho mimi kinachoniumiza kichwa ni hawa marafiki ambao wewe umeanzisha urafiki nao. Mke wangu, hofu yangu kubwa, naogopa atakushawishi. Mwisho wa siku utafanya mambo ya ajabu, utaanza kunidharau mimi mume wako na utaona sina maana, na ufio atakuiba msomali wangu. Iko ndo kitu ambacho mimi kinaninyima sana usingizi. Labda tu nikutoe hofu mume wangu. Mimi sitokuja kubadilika na itakuja kutokea. Na hata huyo Sania unayemwongelea hata kuja kunibadilisha kwa lolote lile. Labda mimi ndo nibadilike tu mwenyewe. Yawezekana huko mbele nikawa mwalimu wao mzuri sana wa kuelimisha. Mimi tu ninachokuomba mdengeleko wangu, naomba tulale. Sawa, nimekuelewa mke wangu. Nimezaliwa masikini, nimekubaliana na hii hali ya kudharaulika, kuaibishwa na matusi yote yangu. Sasa nitafanya nini wakati mwenzangu kashika mpini? Nikileta utata tafungishwa vilago, rudi kijijini. Ila baba ulotumba masikini, wapi twelekea? Mana kila kukicha tunatumikia walofanikiwa. Ala baba, baba, baba.
nilidhani ni salama. I thought I was strong, lakini maswali yakaanza playing in my mind all night long. Sio mimi, sio mimi, but these tears know my name. ndani ya house of love, Nothing feels the same. sio mimi, sio mimi, but my heart is tired now. House of love, house of love, that's where the truth comes out. Nijifanya niko sawa, I said I'm good, I lied. Nilipotazama nyuma nikajikuta nimechoka inside. Nilipenda bila mipaka, I gave you all my time, lakini kila hatua niliyopiga I was crossing the same line. Tulishikilia kwa nguvu, we forgot how to talk ndani ya safari.